Anyoshe tu mkono. Aha, okay. Sasa kwa faida ya mangu hapa, benki ya Azania ni benki yetu sote tuliopo hapa, si ndio eh? Nikisema kwetu sote namaanisha kwanza ni benki inayomilikiwa na mifuko ya hifadhi ya jamii, sawa eh? Kwa hiyo kwa wale ambao wanachangia katika mifuko ya PSSF, NSSF au wale wanaotibiwa na bima ya afya ya NHIF, wale ndio wanaomiliki benki kwa 99%. Sawa eh? Kwa hiyo lengo la kusimama mbele yenu kwanza ni kuomba ushiriki kamilifu katika kuendeleza benki yenu. Hii benki ni benki bora kabisa Tanzania na ni benki ambayo ipo katika nafasi 5 za benki kubwa. Sawa ndugu zangu? Moja kwa moja niende kwenye kitu ambacho kitawahusu wanawake pamoja na wanafunzi. Kwa kutambua mchango wa wanawake katika jamii, na ukiangalia hususan nitaongelea upande wa Njombe. Upande wa Njombe uchumi wetu mkubwa umebebwa na vitu vitatu, si ndio? Kuna miti, kuna viazi na chai, si ndio? Na parachichi. Parachichi imekuja sasa hivi na kahawa. Asanteni sana. Kwa sasa sisi ni wakulima, si ndio? Kama ni wakulima, tuliangalia ni namna gani tunaweza tukamweka mwanamke akaweza kujiendeleza yeye kama yeye. Azania benki ikaja na akaunti maalum ya mwanamke ambayo inaitwa mwanamke hodari. Kwanza kabisa akaunti hii kufungua kwake ni bure, hakuna gharama zozote za kufungua. Lakini pia vile vile akaunti hii unapoenda kutoa hela benki haukatwi pesa yoyote, unatoa bila gharama aina yoyote, na kiasi utakachoweka benki ndio utakachokikuta, kwa sababu akaunti hii haina makato ya mwezi. Sawa ndugu zangu? Sasa tuangalie tu ni sehemu gani ulienda ukakutana na vitu kama hivyo Sasa tuache hivyo. Ukiwa na akaunti hii, wewe kama mwanamke hodari unaweza ukakopa. Sawa ndugu zangu? Lakini katika mikopo yetu hiyo tukasema kwa nini tusiweke riba ndogo ili wanawake waweze kukopesheka kwa urahisi? Tukaweka riba ya 12% kwa mwaka. Maana yake kwa mwezi ni asilimia ngapi? 1 kwa mwezi, sawa? Kwa pamoja na yote hayo, tumeshaona kabisa kwamba wanawake wengi wanaweza wakajumuika pamoja nasi wakiwa mmoja mmoja, lakini kama wajane, mna chama chenu, mnaweza mkaja kama wajane, kama chama, si ndio? Mkatuambia mnataka mfanye kazi gani na kitu gani, kama benki tukawawezesha. Lakini pia kuna wajasiriamali mbalimbali wanawake ambao unakuta wameanzisha kakiwanda kadogo ka kutengeneza sabuni, si ndio? Sera ya nchi pia ni kuendeleza viwanda, si ndio? Viwanda vidogo vidogo na vya kati. Sasa ili kumwezesha mwanamke na makundi mengine, benki ya Azania iliungana pamoja na SIDO, lakini pia ikaungana pamoja na NSSF kuwakopesha wajasiriamali wa viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo mnapokuwa na kikundi au unapokuwa mmoja, wewe jukumu lako ni kwenda SIDO pale atakusaidia, kama ni mafunzo atakupatia, lakini kama unahitaji bidhaa, kwa mfano labda mnaweza mkawa mnafanya usindikaji wa maziwa, mnahitaji vibali, mambo ya TBS, yote watawasaidia. Na mtakapomalizana na SIDO, moja kwa moja mtakuja benki ya Azania, lakini pia mtakuwa wanachama wa NSSF. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo ni kwenye upande wa wajasiriamali wale ambao wanafanya shughuli zao pembeni. Kwa hiyo kwa ujumla ukiangalia fursa za wanawake ni nyingi, lakini kutokana na muda
Mwishoni tutaacha namba zetu ili muendelee kuwasiliana na sisi kwa huduma nyingine mtakazozihitaji. Lakini pia hatujawasahau ndugu zetu wanafunzi. Tuna akaunti za wanafunzi ambazo tunaziita Aspire. Akaunti hizi ziko katika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza leo la miaka 12 mpaka 17. Wale ni kwamba watakuwa na usimamizi wa wazazi, si ndio? Lakini tuna kundi jingine la wanafunzi ambao wengi unakuta kwa sekondari, vioni na kadhalika. Wale na wenyewe wanafungua akaunti bure, wanapewa kadi za visa. Kadi za visa mnapewa wote na ni bure. Sijui tunaelewana hapo? Kwa hiyo utapewa huduma hizo na wewe utakatwa pesa yako mwisho wa mwezi. Lakini pia kama ni mnufaika wa mkopo, unaweza ukajikopesha kupitia simu. Unaingia tu, kuna kitu tunakiita boom advance. Mkopo wako umechelewa kidogo, una changamoto ya ABC, wewe unaingia tu pale, unavuta pesa zako unazohitaji kutokana na asilimia unayopata. Yaani baada ya miezi miwili utakaporejeshewa utakapolipwa boom lako unarejesha kile ulichokichukua.